kukiwa bado kunaendelea na sintofahamu ambao wengi wanajiuliza ni makosa gani ambayo yamemkabili Mashimo mpaka kupelekea kuhukumiwa miaka 2. Sasa nikafuatilia kama nilivyokuambia ili kujua taarifa ya mahakama inasemaje, kwa nini Mashimo ahukumiwe. Sasa unaambiwa bwana Mashimo alienda kumfanyia fujo na akaenda kubomoa nyumba ya mwanamama mmoja anaitwa Flora Simalizi. Twende kazi. Unaambiwa bwana mahakama ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imemhukumu mchungaji Daudi Nkuba maarufu kama jina la Komando Mashimo Nabii Nikaya mchungaji Mashimo kutumikia kifungo cha miaka 2 gerezani baada ya kutiwa hatiani kwa makosa 2 kati ya 3 aloshtakiwa nayo. Mashimo ametiwa hatiani kwenye mashtaka ya kuingia kwa jinai na kuharibu mali na imemwachia huru kwenye shtaka la kutishia kwa vurugu. Mshtakiwa anakabiliwa na mashtaka 3. Upande wa jamhuri umethibitisha makosa 2 na kushindwa kuthibitisha shtaka la kutishia kwa vurugu kama walivyo shitaki. Hukumu hiyo imesomwa leo Machi 18, 2025 na hakimu mkazi mkuu Ramadhani Lugemalila baada ya upande wa jamhuri kuthibitisha makosa dhidi ya mshtakiwa pasi na kuacha shaka yoyote. Akisoma hukumu hiyo hakimu Lugemalila amesema ameridhika na ushahidi na uliotolewa na mashahidi 5 wa upande wa jamhuri na vielelezo, ambapo wameweza kuthibitisha pasipo kuacha shaka kuwa mshtakiwa alitenda makosa 2 lakini amemwachia katika shtaka la 3 kwa kuwa jamhuri imeshindwa kuthibitisha pasipo kuacha shaka kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo. Unaambiwa bwana mshtakiwa katika kosa la kuingia kwa jinai mahakama inakupa adhabu ya kwenda jela miezi 6. Kosa la kuharibu mali mahakama inakutia hatiani na kukupa adhabu ya kwenda jela miezi 2. Pia mahakama inakuachia huru kwa kosa la kutishia kwa vurugu kwa sababu upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha shtaka dhidi yako, hivyo utatumikia kifungo cha miaka 2 gerezani, amesema hakimu Lugemalila. So bana, unaambiwa mshtakiwa kabla ya kusomewa adhabu yake hiyo alipewa nafasi ya kujitetea, ambapo aliomba mahakama kumpunguzia adhabu kwa sababu ana familia inayomtegemea. Hayo ni maneno ambayo alikuwa anasema Mashimo. Kwa upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali Loda Kamungu uliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa sababu mshtakiwa kama sheria adhabu kali kwa mshtakiwa kama sheria inavyoelekeza ikawe fundisho kwake na jamii nzima. Awali alidaiwa Novemba 21 mwaka 2023 huko katika maeneo ya Mbezi Luis wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, mchungaji Mashimo aliingia kwa jinai katika ardhi inayomilikiwa na Flora Mwasha. Pia mshtakiwa katika kipindi hicho kwa makusudi na kinyume cha sheria aliharibu ujenzi wa nyumba iliyoko maeneo ya Mbezi Luis ambayo ni mali ya Flora Mwasha. Pia katika shtaka la 3 anadaiwa alimtishia Lamson Vincent kwa vurugu. Sasa hili la 3 ndio lilokosa ushahidi, lakini hayo mengine tayari chuma kimeshasoma na nyundo imeshagongwa kwamba anaenda jela miaka 2. Kama ulivyosikia kuna kosa la miaka 2 na kuna kosa la miezi 6. Kwa hiyo bana, tutarajie watumishi wa Mungu mkimsaidia bwana ndugu yetu huyu bwana, tushamzoea mtu wa content. Itakuwaje tena akienda jela? Jamani, tushazoea ni mtu ambaye anatupa update na utabiri juu ya mechi za Simba na Yanga. Leo hii akienda jela itakuwaje? So bana, hii ndo kesi na mtafuna sasa hivi. Ndo maana yeye mwenyewe aliandika ule ujumbe kupitia mitandao yake ya kijamii akiweza kuelezea jinsi gani ambavyo amesikitishwa na ameumia na ameona nguvu ya baadhi ya watumishi kama Mwamposa Kriamalisa na baba yake wa kiimani Jodevi kuweza kumpambania, lakini anasema kwamba mahakama haikumpa nafasi ya yeye kuweza kukata rufaa. Kwa hiyo labda bado tunaendelea kusubiri, huenda asifungwe kama ambavyo wengi wanavyotarajia, kwa sababu sasa hivi bwana kifungo ni kujitakia tu, unaweza kulipia kifungo chako, hiyo ni pesa yako tu.
unalipia kifungo chako nje, maisha yanasonga. Yani inamaanisha unakata rufaa kwenye kesi yako, unaamua kutoa dhamana, unaamua kutoa dhamana juu ya kesi yako, unaendelea na mambo mengine hivyo. So bana, Mashimo ameomba kifungo hicho bana kipunguzwe. Yeye anategemewa na familia, kwa hiyo bwana usije ukamchukulia poa bwana, Mashimo anategemewa na familia. So bana, drop comment. Je, ulikuwa unajua kwamba haya makosa ndo alikuwa anamkabili Mashimo? Na je, huyu Flora Mwasha ni nani? Tutakuletea hapa.